Naam, mtazamaji wa Trend TV. Bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni ni kuhusiana na issue ambayo imetokea katika studios za WCB, nazungumzia studios za Wasafi FM, ambapo moja kati ya waalikwa au wageni ambao huyu ni msanii ambaye alialikwa pale kwa ajili ya kwenda kufanya interview, ukizingatia kwamba sasa hivi amejitoa katika record label ambayo ilikuwa inamsimamia hapo awali, na kwa sasa amekuwa kama solo artist, yuko tena chini ya usimamizi wa record label hiyo. Hapo tunamzungumzia Yammy, mwanadada ambaye amefanya vizuri kwa muda mfupi sana tokea awe introduced kupitia record label ya Nandy ambayo inafahamika kwa jina la The African Princess Record Label, ambayo hivi karibuni imemwachia huru baada ya kumaliza mkataba na yeye. Sasa hivi Nandy tunafahamu kwamba ni msanii ambaye anajitegemea mwenyewe na amekuwa akizunguka katika media tofauti, kwa sababu tokea alivyojitoa katika record label hiyo ni kwamba amekuwa ameachia project zake mpya. Kwa hiyo sasa hivi bwana anapambania project hizo ziweze kwenda. Nadhani utakuwa unanielewa. Yani kwamba Yammy sasa hivi anapambana mwenyewe kwa ajili tu ya kuhakikisha kwamba muziki wake unazidi kwenda mbele. Na ukizingatia ni kwamba bidada huyu hivi karibuni tokea alivyotoka kumekuwa na fukuto, kumekuwa na maneno ya chini kwamba hakuna maelewano mazuri kati yake yeye na Nandy. Na inavyosemekana ni kwamba japokuwa wenyewe hawajaamua ku reveal, kuweka hilo swala wazi, kuliweka hilo swala bayana pande zote mbili, lakini kwa wadau wameanza kukusanya dot na kuanza kuhisi kwamba hapa kuna walakini, kwa sababu katika uzinduzi wa Yammy alivyokuwa anazindua project zake kwa mara ya kwanza tu mara tu baada ya kujitoa katika record label ya Nandy, ni kwamba Nandy hakuonekana katika uzinduzi ule wala Billnass. Watu wakahoji sana na kujiuliza kwamba kwa nini Nandy hayupo katika uzinduzi wa project za mwanzo kabisa, project za awali ambazo Yammy amezitoa baada ya kujitoa katika record label yake. Kwa watu wakawa wanajiuliza, na yeye mwenyewe aliulizwa kwamba je, hujamwalika Nandy? Akasema kwamba of course nimemwalika, labda tu alikuwa yuko busy. Lakini baada ya hayo yote kuzungumzwa sana, tukaona siku ya birthday pia ya Yammy, tukaona Nandy alimpost. Kwa hiyo tukahisi kwamba okay, labda kila kitu kiko poa. Kwa hiyo kila mtu akapotezea hiyo issue, watu wakaendelea na mambo mengine. Sasa hii interview ya Yammy pale Wasafi FM imekuja kuibua maswali tena upya, kwa sababu kuna tukio ambalo limetokea ambalo kiukweli limefanya watu waanze tena kujiuliza upya kwamba bwana, kuna ugomvi, kuna chochote ambacho huyu binti ametendewa ambacho yeye hakuridhika nacho au hakupendezwa nacho. Kuna mazito ambayo yako nyuma ya pazia ambayo yanaendelea au yalikuwa yakiendelea pale kipindi ambapo Yammy alivyokuwa yuko kwa Nandy, kama akiwa yupo katika record label ya Nandy. Umeona bwana, kwa sababu Yammy ameulizwa maswali mepesi tu na waandishi wa habari, lakini akaanza kulia. Umeona bwana Kwa mujibu wa Yammy, kwa mujibu wa Lilomi ambaye alikuwa anamhoji pale, alikuwa anamhoji Yammy, akamuuliza kwamba bwana, inavyoonekana ni kwamba ulitoka kiroho safi, hakukuwa na mazonge yoyote na mlikuwa mnasapotiana kwa muda mrefu. Je, contract mlivyomaliza ilikuwa kwa wema, ukapewa baraka zote, au kuna nini kilitokea? Bwana Yammy alivyoulizwa hilo swali kwamba ulivyomaliza contract pale kwa Nandy uliondoka kiroho safi ukapewa baraka zote kwa wema kabisa, bwana Yammy akaanza kulia. Yani pale instantly wazungu wanasema, au vipi bwana, binti akaanza kulia. Mpaka huyu Alia ambaye pia ni mtangazaji pale Wasafi akamwambia kwamba why are you crying? Kwa nini unalia Yammy? Umeona bwana, Yammy alianza kulia, tena sio kulia yani alianza kulia jambo ambalo limeshangaza sana watu wengi kwamba binti kwa nini analia. Umeona bwana, so alishindwa kuongea na Lilomi akamwambia kwamba ajikaze. Umeona bwana, hii ni interview yako na mashabiki wanataka kujua, wanataka wakusikia. Kama hauko comfortable, hebu calm down, tuzungumze, uweke vitu wazi, watu wajue nini ambacho kinakuumiza mpaka umeamua kulia. So ni issue ambayo imefanya watu wengi sana washangae, maana hatukuelewa ni nini ambacho labda amekumbuka Yammy baada ya kuulizwa hilo swali, ambacho hicho kitu labda huenda kinamtesa sasa hivi mpaka sasa hivi kiasi kwamba akaanza kulia mara tu baada ya kuulizwa kama aliondoka kiroho safi pale katika record label ya Nandy. Umeona bwana So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo
hakutoa jibu ambalo limenyooka kuhusiana na hiyo situation kwa ujumla, lakini at the end of the day ni kwamba huku mitandaoni sasa watu wamekuja na ya kwao. Wasafi wenyewe wamepost, wameandika kwamba Yammy aangua kilio kizito live studio. Umeona Alafu kuna page hapa kaja kaandika kwamba bwana msanii wa muziki wa Bongo Flava kutoka nchini Tanzania Yammy TZ amemunfollow Instagram bosi wake wa zamani ambaye ni Nandy. Umeona bwana mambo yalianzia hapo sasa. Kumbe hata huko mitandaoni watu washafuatilia, wamegundua kwamba Yammy amemunfollow Nandy. Mpaka sasa hivi watu wengi sana wanajiuliza kuna nini kinaendelea kati ya Nandy na Yammy kwa sasa, licha ya Nandy kusema kwamba Yammy ameondoka kwa amani na kamlipa pesa ambayo ni shilingi milioni 100 kwa ajili ya kujitoa katika record label hiyo. Umeona bwana Haya, lakini ukiachana na hilo pia hapa sasa kuna wadau, watu wa kuchambua, wachambuzi hapa wamekuja kuzungumza. Huyu hapa ni Elmando. Elmando anasema kwamba bwana, kwa nini Yammy alie baada ya Nandy kutajwa? Kitu gani kipo nyuma? Si walimalizana kwa wema hawa? Yani wasanii kwenye mitandao wanapiga mapicha, mnacheka, kumbe ni unafiki mtu, alafu unaumia ni wewe. Bwana, nilisemaga kwamba ninasemaga siku zote na ninarudia tena kusema kwamba huu mziki umejawa na ushetani, ukatili mwingi sana, roho mbaya na chuki za kila aina. Hasa ukishajitangazia kwenye ushindani, yani ukishajiingiza kwenye ushindani na umeanza kuonyesha ukuaji, aise, watakufanyia fitna za kila aina. Yani watakufanyia fitna sana. Elmando ameandika hivyo. Akaendelea kusema kwamba watakuzibia sana kwenye channel zako. Ona, binti wa watu maskini ya Mungu, wazazi wake wanajua kwamba anapambana, anatafuta hela, kumbe yanayoendelea nyuma ya pazia ni mazito. Mzazi yuko nyumbani, ametulia. Binti yake kamwambia kwamba anaenda zake Wasafi. Kwenye interview anakutana na bintie analia hivi biashara ya mziki ni kumtumikia shetani, sio Mungu? Hivyo wasanii bwana wanapitia mengi sana. Ushetani upo kila sehemu, ila mziki funika. Waulizeni kaka zenu na dada zenu ambao ni wasanii, watawasimulia wanayokutana nayo. Wasanii, kama unataka kuingia kwenye hii biashara, jipange. Tena jipange hasa ukikaza, ukishaanza tu kuonyesha makucha na unaanza kukua kimziki, utakiona. Big Fish wanataka kuendelea kuvitafuna vidagaa vidogo vidogo, na ndio wanapopatia hela. Sasa ukiwa mjanja ukawakataa, wanakula sahani moja na wewe. Nimependa sana Liliomi alivyomrudisha kwenye mood. All in all, pole sana Yammy, ndio biashara uliyoamua kuifanya. Kwa hiyo jikaze. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Unahisi kwamba kuna nini? Maana mpaka sasa hivi mambo hayajawa revealed, mambo hayajawekwa wazi kwamba kuna nini ambacho kimehappen. Maana hata Yammy mwenyewe pia hajalizungumza ile swala kiundani kwamba ni nini ambacho kimemliza. Tutalifuatilia kwa karibu, tutakupa update zaidi kwa kila hatua ambayo tutapata haya majibu kuhusiana na hii issue. Lakini pia ukiwa kama mdau, hebu weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.